Watu wengi wanafikiri mafanikio yanakuja kwa bahati. Lakini kuna mwanaume mmoja aliyeamua kutumia zaidi ya miaka 20 ya maisha yake kuchunguza siri ya watu waliofanikiwa duniani. Jina lake alikuwa Napoleon Hill. Kutokana na utafiti wake, aliandika kitabu kinachoitwa Think and Grow Rich, yaani fikiri na utajirike. Kitabu hiki hakizungumzii pesa tu, kinazungumzia nguvu ya akili ya binadamu. Hill aligundua kuwa mafanikio huanza kwanza kwenye mawazo kabla hayajadhihirika kwenye maisha halisi. Anasema jambo la kwanza kabisa ni kuwa na tamaa kali ya kufanikiwa. Si ndoto ya kawaida, ni ile tamaa inayokufanya ushindwe kulala kwa sababu unaona mustakabali wako mbele yako. Ni tamaa inayokufanya useme, nitafanikiwa, haijalishi nitapitia nini. Hill anafundisha kuwa watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawana uamuzi wa dhati. Wanataka kufanikiwa, lakini si kwa kiwango cha kujitoa muhanga. Baada ya tamaa, anazungumzia imani, faith. Imani sio kuomba tu, bali ni kuamini ndani ya akili yako kwamba kile unachotamani kinawezekana. Unapoamini, akili yako inaanza kutafuta njia badala ya visingizio. Kisha Hill anaelezea nguvu ya maneno unayojirudia mwenyewe. Kila siku unajiambia, mimi siwezi, au nitaweza. Maneno hayo yanaingia kwenye akili ya ndani na kuwa ukweli wako. Anaendelea kusema, kuna tofauti kubwa kati ya mawazo ya kawaida na mawazo yaliyopangwa. Ndiyo maana anasisitiza umuhimu wa kuwa na mpango maalum wa utekelezaji. Si kusema tu, nataka kuwa tajiri, bali kusema, nitafanya hiki leo, kesho nitafanya hiki, na ndani ya muda fulani nitafikia lengo langu. Hill pia anazungumzia jambo muhimu sana linaloitwa mastermind, yaani nguvu ya kushirikiana na watu wenye malengo kama yako. Hakuna mtu aliyefanikiwa peke yake. Kila mtu aliyefanikiwa alikuwa na watu waliomsukuma, waliomkosoa na waliompa mawazo mapya. Lakini adui mkubwa wa mafanikio ni mmoja: hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kukataliwa, hofu ya watu watasema nini. Hill anasema hofu ni wazo tu, na wazo linaweza kubadilishwa. Ukibadilisha unachofikiri, unabadilisha unachohisi, na ukibadilisha unachohisi, unabadilisha unachofanya. Hatimaye, kitabu hiki kinatufundisha kuwa mafanikio si tukio la ghafla, ni mchakato, ni maamuzi madogo ya kila siku, ni nidhamu ya akili. Ni kuamka kila siku ukiamini kuwa maisha yako yanaweza kuwa bora kuliko jana. Kwa kifupi, ujumbe wa Think and Grow Rich ni huu: kabla ya kubadilisha hali yako ya maisha, lazima ubadilishe hali ya mawazo yako. Kabla ya kupata utajiri wa nje, lazima ujenge utajiri wa ndani. Na siku utakapoamini kweli kuwa una uwezo wa kufanikiwa, ndipo dunia itaanza kukuonyesha njia. Hapo ndipo safari ya mafanikio huanza. Si nje yako, bali ndani ya akili yako.